Wewe ni maskini. Unadhani pete hii itanunua maisha yangu? Ondoka. Karibu kwenye pati 2 ya simulizi yetu. Tafadhali, nilikupenda. Kabla kuendelea, tukumbuke tulipoishia kwenye pati 1. Katika kijiji cha Mkuranga aliishi Emma, kijana maskini lakini mchapakazi, mwenye moyo safi na ndoto kubwa. Alikuwa anaishi maisha ya kujinyima ili kumtunza mama yake mgonjwa na dada zake wawili. Lakini pamoja na mateso hayo, Emma alikuwa na siri moja nzito moyoni. Upendo wake wa dhati kwa Linda, binti mrembo wa Chifu Kimaro. Siku Emma alipokusanya ujasiri, akavaa shati lake bora, akasimama getini kwa kina Kimaro na kuomba nafasi ya mapenzi, alidhani upendo ungeweza kuvunja ukuta wa umaskini. Lakini kilichotokea kiliuma kama sumu. Linda alimkataa hadharani, akamcheka mbele ya walinzi na watumishi, akamdhalilisha kwa maneno makali, huna nyumba, huna pesa, huyo mwanaume kamwe. Emma aliondoka akiwa amevunjika moyo, kijiji kizima kikimnong'oneza na kumtazama kama mzaha. Usiku ule ule Emma akalia kimya kimya, kisha akaapa hatabaki pale pale. Akaamua kuondoka kijijini kwenda Dar es Salaam kujitafuta, si kwa kisasi tu, bali kuthibitisha thamani yake. Akaagana na mama yake na dada zake kwa machozi, akachukua mkoba wake mdogo na kuanza safari ya maisha mapya. Mjini Emma akaingia kwenye jasho la ujenzi, mifuko ya saruji, maumivu ya mabega, njaa na upweke. Lakini hakulegea. Kila shilingi akaweka akiba, kila mwezi akatuma nyumbani. Ndipo baada ya miezi 6 maisha yakageuka ghafla. Mkandarasi tajiri aitwaye Bwana Noeli alimwona Emma akifanya kazi kwa bidii kuliko wote, akauliza ni nani huyo kijana, kisha akamkaribia na kumwambia maneno ya kushangaza. Kesho asubuhi uje ofisini kwangu. Akamkabidhi kadi ya biashara na hapo ndipo sehemu ya kwanza iliishia, Emma akiwa ameshika ile kadi mkononi, hajui kama ni mwanzo wa mafanikio au mwanzo wa mtihani mkubwa zaidi. Na sasa inaendelea. Asubuhi iliyofuata Emma akaenda kwenye ofisi ya Bwana Noeli. Ilikuwa kwenye jengo refu katikati ya Posta, Dar es Salaam, lenye kiyoyozi, sakafu za marumaru na wafanyakazi waliovalia vizuri. Emma alijihisi mgeni kabisa kwenye nguo zake za zamani, lakini Bwana Noeli alimpokea kwa ukarimu. Emma, nitaanza kukufanya kuwa msaidizi wangu binafsi. Utanifuata kila mahali, utajifunza jinsi nafanya biashara, utakutana na wateja wangu na kushughulikia nyaraka muhimu. Lakini nahitaji uwe mwaminifu, mwadilifu na mchapakazi. Unaweza kufanya hivyo? Emma akatikisa kichwa kwa nguvu. Ndiyo bwana. Sitakuangusha. Na kweli hakumwangusha. Kwa miaka 2 iliyofuata, Emma alifanya kazi karibu sana na Bwana Noeli. Alijifunza kuhusu mikataba, mazungumzo ya biashara, minyororo ya ugavi na faida. Alijifunza jinsi ya kuzungumza na wateja, jinsi ya kuvaa kwa umaridadi na jinsi ya kujiamini. Bwana Noeli alimchukulia kama mwana, akimfundisha kila kitu. Emma alikunywa maarifa kama sifongo. Usiku baada ya kazi alikuwa anaenda kwenye duka dogo la vitabu jirani na kukopa vitabu vya biashara, uwekezaji na uongozi. Alisoma kila alichoweza kukipata. Wakati vijana wengine wa umri wake walikuwa wanahangaika na starehe, Emma alikuwa anasoma na kupanga maisha yake. Aliendelea kuishi kwenye chumba kile kile kidogo, akaendelea kula mlo mmoja kwa siku ili kuokoa pesa, na bado aliendelea kutuma pesa nyumbani kila mwezi. Lakini sasa alikuwa anaokoa zaidi sana. Baada ya miaka 2, mchana mmoja Bwana Noeli akamuita Emma ofisini kwake. Emma, akasema huku akiegemea kwenye kiti chake, umekuwa nami kwa miaka 2 sasa. Umejifunza vizuri. Uko tayari? Emma akakunjua uso kwa mshangao. Tayari kwa nini, bwana? Bwana Noeli akatabasamu. Tayari kuanza biashara yako mwenyewe. Nimekuwa nikikuangalia. Naona moto machoni pako. Hutaki kufanya kazi kwa mtu milele. Unataka kujenga kitu chako mwenyewe. Sivyo? Moyo wa Emma ukapiga kwa nguvu. Alikuwa amewahi kuwaza hivyo mara nyingi, lakini hakuwahi kuthubutu kulisema wazi. Ndiyo bwana, akakiri.
Nataka nije kuwa na biashara yangu siku moja. Bwana Noeli akaingiza mkono kwenye draw na kutoa bahasha. Ndani ya bahasha hii kuna hundi ya shilingi milioni 5. Sio zawadi, ni mkopo. Tumia kuanzisha biashara. Utanirudishia ukifanikiwa, na naamini utafanikiwa, Emma. Ninaamini ndani yako. Machozi yakajaa machoni mwa Emma. Bwana, sijui hata niseme nini. Bwana Noeli akasimama na kuweka mkono begani mwake. Usiseme chochote. Nifanya nione fahari kwako. Nakumbuka, mafanikio sio tu kuhusu kiasi cha pesa unachopata, bali kuhusu idadi ya maisha unayogusa. Siku hiyo ilibadilisha maisha ya Emma milele. Akachukua fedha na kuanzisha biashara ndogo ya kuuza vifaa vya ujenzi. Alikodi ghala dogo na kuanza kununua na kuuza saruji, bati, nondo na vifaa vingine. Alikuwa mwaminifu, alitegemeeka na alikuwa anadeliver bidhaa kwa wakati. Habari zikaanza kuenea haraka. Wakandarasi wakaanza kumwamini. Ndani ya miezi 6, biashara yake ilikuwa imeongezeka mara 2. Ndani ya mwaka mmoja alikuwa na maghala 3. Ndani ya miaka 2 alikuwa ameanzisha kampuni yake ya ujenzi. Emma alifanya kazi usiku na mchana bila kupumzika, bila kusimama. Akili yake ilikuwa makini na moyo wake ulikuwa umelenga mbali. Aliwatendea wafanyakazi wake vizuri na kuwalipa kwa haki. Alikumbuka uchungu wa kuwa maskini na kudharauliwa, hivyo alimdhamini kila mtu aliye chini yake. Watu wakamwamini na biashara yake ikakua kwa kasi. Miaka 5 baada ya kuondoka kijiji cha Mkuranga, Emma hakuwa tena mvulana wa shambani maskini. Alikuwa tayari mfanyabiashara aliyefanikiwa. Alimiliki kampuni ya ujenzi, malori kadhaa ya kusafirisha mizigo, maghala kadhaa na mali nyingi. Alihamia nyumba nzuri sana Mbezi Beach, moja ya maeneo ya gharama kubwa zaidi jijini Dar es Salaam. Aliendesha Mercedes-Benz nyeusi iliyong'aa na kuvaa suti zilizoshonwa kwa vipimo vyake. Lakini pamoja na mafanikio hayo yote, Emma alibaki mnyenyekevu. Hakuwahi kusahau alipotoka. Hakuwahi kusahau uchungu wa kudharauliwa. Hakuwahi kuwasahau mama yake na dada zake. Kila mwezi alituma pesa zaidi nyumbani. Akamjengea mama yake nyumba mpya yenye umeme, maji ya bomba na choo kizuri cha ndani. Alilipia dada zake shule nzuri. Sara sasa alikuwa anasoma udaktari chuo kikuu na Zaina alikuwa mwaka wa mwisho wa sekondari. Mama Emma hakuwa anateseka tena, alikuwa na wasaidizi, chakula kizuri na matibabu bora. Emma alihakikisha hivyo. Lakini Emma hakumsahau Linda. Maneno yake bado yaligonga kichwa chake. Wewe sio huyo mwanaume. Utakuwa huyo mwanaume kamwe. Maneno hayo yalimsukuma kufika juu kuliko alivyowahi kufikiria. Wakati mwingine, usiku baada ya siku ndefu ya mikutano na biashara, Emma angekaa kwenye balkoni ya nyumba yake, akiangalia mwanga wa usiku wa Dar es Salaam, akimuwaza. Aliwaza yuko wapi, anafanya nini, je, anamkumbuka? Lakini angeyasukuma mawazo hayo pembeni. Tayari alikuwa ameendelea mbele. Alijijengea maisha mapya. Linda ilikuwa sehemu ya nyuma ya historia yake, sura ya uchungu aliyokuwa ameifunga, au angalau alifikiri hivyo. Wakati huo huo, kurudi kijijini Mkuranga, maisha hayakuwa mazuri kwa Linda. Baada ya Emma kuondoka, wachumba matajiri wengi walikuja kuomba mkono wake wa ndoa. Linda, akiwa na uhakika wa uzuri na hadhi yake, aliwakataa mmoja baada ya mwingine. Gari lake ni dogo sana, angejibu. Nyumba yake si kubwa vya kutosha. Hana biashara nyingi za kutosha. Alikuwa anamsubiri mwanaume kamili, tajiri zaidi, mwenye nguvu zaidi, mwenye heshima kubwa zaidi. Mama yake alimtia moyo. Binti yangu, Mama Kimaro alikuwa anawaambia wanawake wenzake, usiwe na haraka. Wewe ni mzuri mno, maalum mno. Subiri mwanaume bora kabisa. Na hivyo Linda aliendelea kusubiri. Miaka 2 baada ya Emma kuondoka, mwanaume aliyeitwa Chifu Idi akawasili kijijini. Alikuwa na miaka 45, anaendesha Range Rover, amevaa nguo za kifahari na akadai kumiliki biashara kadhaa mjini.
Alikuwa kila kitu ambacho Linda alifikiri anakitaka: tajiri, mwenye nguvu na anayeheshimiwa. Chifu Idi alipomwona Linda alishikwa na uzuri wake. Chifu Kimaro akasema jioni moja, nataka kumuoa binti yako. Taja mahari unayotaka, nitalipa. Chifu Kimaro aliyekuwa amevutiwa na utajiri wa Chifu Idi alikubali mara moja. Hakuchunguza tabia yake, hakumuuliza watu juu ya mwenendo wake. Aliona pesa tu. Linda akawa na furaha. Hatimaye akawaza, napata maisha ninayostahili. Harusi ikawa ya kifahari. Kijiji kizima kilihudhuria. Linda alivaa gauni la harusi la kifahari lililoagizwa kutoka nje. Kulikuwa na chakula kingi na vinywaji tele. Wapiga muziki walipiga nyimbo, watu wakacheza. Chifu Kimaro alikuwa mwenye fahari na Mama Kimaro akang'aa kwa furaha. Waoneni, Mama Kimaro aliwaambia umati wa wanawake, nilimwambia binti yangu asisetle tu. Sasa mnaona alivyobarikiwa. Lakini ndoa kwa Chifu Idi haikuwa kama kile Linda alichotarajia. Nyuma ya milango iliyofungwa alikuwa mkali, mwenye kiburi na katili. Tayari alikuwa na wake wengine 3 aliowaficha kwa familia ya Linda. Linda akageuzwa kuwa kama mtumwa ndani ya ndoa yake. Chifu Idi alikuwa anarudi usiku akiwa amelewa, akimpigia kelele na wakati mwingine kumpiga. Wewe ni mke wangu, angepaza sauti, pumzi yake inanuka pombe. Utafanya ninachosema. Linda alilia usiku mingi, lakini hakuweza kurudi kwa baba yake. Ingekuwa fedheha. Watu watasema nini? Kwamba ameshindwa ndoa. Hivyo akavumilia akitumaini mambo yangeboreka, lakini hayakuboreka. Ndani ya miaka miwili biashara za Chifu Idi zikaanza kuporomoka. Ilibainika kwamba utajiri wake mwingi ulikuwa ni madeni na ulaghai. Alikuwa anadaiwa na watu wengi. Wadai wakaanza kuja nyumbani wakidai malipo. Chifu Idi akawa anacheza kamari kwa fedha zozote zilizobaki. Akauza magari, akauza nyumba, akauza kila kitu. Linda aliyewahi kuishi kifahari sasa akawa anahangaika hata kupata chakula cha siku. Nguo zake za kifahari zikawa matambara. Uzuri wake ukaanza kufifia kwa msongo na njaa. Wake wengine wakawa wanamcheka. Ulivyojiona maalum, wangecheka. Sasa ona, uko kama sisi, unateseka. Halafu jambo baya zaidi likatokea. Asubuhi moja Linda akaamka kumkuta Chifu Idi hayupo. Alikuwa amekusanya vitu vyake vilivyobaki usiku, akaondoka akimwacha na aibu na madeni. Mwenye nyumba akamfukuza. Hakuwa na pa kwenda. Akiwa amevunjika moyo, amedhalilishwa na hana chochote, Linda akarudi kwao kwa baba yake. Lakini mambo yalikuwa yamebadilika huko pia. Chifu Kimaro aliyekuwa tajiri zamani sasa alikuwa amefilisika. Uongozi mbaya, uwekezaji wa hovyo na kutumia pesa kupita kiasi vilimwangamiza. Nyumba ile kubwa yenye geti la chuma sasa ilikuwa imechakaa. Magari yalikuwa yameuzwa. Wafanyakazi wote walikuwa wameshaondoka. Chifu Kimaro mwenyewe alikuwa amezeeka vibaya, afya yake ikiwa imeharibika. Linda alipofika getini, baba yake hakumtambua mara moja. Alikuwa mwembamba, macho yamezama, nguo zimechanika. Baba akanong'ona akipiga magoti, tafadhali nisaheme, tafadhali niruhusu nirudi nyumbani. Moyo wa Chifu Kimaro ukavunjika. Alikuwa mwenye fahari sana zamani, akiamini binti yake amefanya chaguo sahihi. Sasa akaona ukweli. Ingia ndani binti yangu, akasema kwa utulivu, akimnyanyua kwa upole. Mama Kimaro akalia alipomwona binti yake katika hali ile. Huyo mwanaume amekufanyia nini? Akapiga yowe, lakini hakukuwa na majibu, ilikuwa ni machozi tu. Linda akaketi uani pale pale ambapo aliwahi kumsimanga Emma. Akatazama chini kwenye udongo wenye vumbi, akili yake ikiwa imejaa majuto. Alimuwaza Emma mara nyingi, akijiuliza yuko wapi, kama anamkumbuka. Alikumbuka maneno yake. Nimekupenda kwa miaka mingi. Tafadhali nipe nafasi. Alikumbuka alivyomjibu. Wewe sio huyo mwanaume. Utakuwa huyo mwanaume kamwe.
Sasa maneno hayo yakamwandama kila siku. Alikuwa amechagua pesa na pesa zikamletea maumivu. Alikuwa amekataa upendo na sasa hakuwa na chochote. Akalala usiku mwingi akilia peke yake kwenye chumba kidogo. Mungu, angeomba kama ningeweza kurudi nyuma, ningechagua tofauti. Nilikuwa mjinga sana, kipofu sana. Siku moja, takribani miaka 7 tangu Emma aondoke kijijini, mjumbe akawasili Mkuranga akiwa na habari za kushangaza. Mfanyabiashara tajiri kutoka Dar es Salaam alikuwa anakuja kutembelea kijiji. Alizaliwa hapa, yule mjumbe akasema, na anataka kurudisha shukrani kwa jamii. Watu wa kijiji wakakusanyika kwa shauku. Mfanyabiashara huyo anaweza kuwa nani? Wengine wakauliza. Labda ni mtoto wa mtu aliyewahi kuishi nje ya nchi, wengine wakasema. Au mwanasiasa anayetafuta kura, wengine wakatabiri. Babu Agostino, sasa akiwa mzee sana na akitembea kwa fimbo, alitabasamu kwa namna ya kujua kitu, lakini hakusema chochote. Viongozi wa kijiji wakaanza kuandaa mapokezi makubwa. Waliosha uwanja wa kijiji, wakaweka hema, wakapanga viti. Wanawake wakaandaa chakula. Watoto wakajifunza nyimbo za kumkaribisha. Kijiji kizima kilijaa msisimko. Siku iliyopangwa ilipofika, watu walikusanyika uwanjani asubuhi na mapema. Wakasubiri chini ya jua, shingo zikiwa juu, wakitaka kuona nani anafika. Mchana wa saa 6 hivi, wakasikia sauti ya injini nyingi. Msafara wa magari ya kifahari ukaingia kijijini, ukiongozwa na Mercedes-Benz nyeusi inayong'aa. Vumbi likapaa magari yaliposimama uwanjani. Watu wa kijiji wakashangaa. Hawakuwa wamewahi kuona magari kama yale. Milango ikafunguliwa na wanaume waliovaa suti wakatoka. Walinzi wa usalama wakashuka kwanza, wakiangalia eneo lote. Kisha kutoka kwenye Mercedes-Benz akatoka mwanaume mrefu, amevaa suti kali iliyoshonwa kwa ustadi. Viatu vyake viling'aa kama vioo. Uwepo wake ulileta heshima kimya kimya. Alikuwa amevaa miwani meusi, akitembea kwa kujiamini ya utulivu. Watu wakaanza kunong'ona, wakijaribu kumtambua. Ni nani huyo? Sijui, anaonekana mtu mkubwa serikalini. Kisha Babu Agostino aliyekuwa amesimama mbele na wazee wengine akapunguza macho yake ili aone vizuri. Alimtazama usoni, mwendo wake, namna anavyosimama. Ghafla macho yake yakafunguka kwa mshangao. Akasogea mbele taratibu, fimbo ikitetemeka mkononi mwake. Emma, akanong'ona, sauti yake ikikatika, ni wewe? Yule mwanaume akatoa miwani yake na kutabasamu kwa upole. Ndiyo babu, ni mimi. Nimerudi nyumbani. Kijiji kizima kikapasuka kwa shangwe. Watu wakapiga kelele za kushangaa. Emma, yule mtoto wa mkulima maskini? Haiwezekani. Ni yule yule aliyetuaga miaka 7 iliyopita. Wanawake wakapiga vigelegele. Watoto wakakimbia huku na kule kwa furaha. Vijana wakamwangalia kwa mshangao na heshima. Emma akasogea mbele, akapiga magoti kidogo kwa heshima mbele ya Babu Agostino kama alivyofanya miaka iliyopita. Macho ya Babu Agostino yakajaa machozi. Mwanangu, akasema kwa sauti inayotetemeka, ulienda ukiwa huna chochote. Sasa tazama ulivyorejea. Mungu amekubariki kweli. Emma akatabasamu kwa unyenyekevu. Babu, ni baraka zako na maneno yako ya hekima yamenishikilia. Sikuwahi kuyasahau. Chifu Kimaro aliyekuwa amesimama kwenye umati alipohisi ni Emma, miguu yake ikalegea. Kinywa chake kikafunguka, lakini sauti ikashindwa kutoka. Akamtazama binti yake kwa haraka. Linda alikuwa amesimama nyuma ya wanawake wengine akijificha kidogo. Aliposikia jina Emma, moyo wake ukasimama. Akasukuma umati ili aone vizuri. Macho yake yalipomfikia akaganda. Mikono yake ikaanza kutetemeka, pumzi ikamkwama kooni. Haiwezekani, akawaza. Huyu hawezi kuwa yule Emma niliyemkataa. Yule kijana aliyesimama langoni kwetu akiomba upendo. Yule niliyemdhalilisha na kumfukuza. Lakini alikuwa yeye.
Maono ya Linda yakawa ya ukungu machozi yalipoanza kumtoka. Akaweka mkono juu ya mdomo wake kuzuia kilio kisitoke kwa sauti. Emma akaanza kuhutubia umati, sauti yake ikiwa tulivu, wazi na yenye kujiamini. Watu wangu, niliondoka kijiji hiki miaka mingi iliyopita nikiwa sina chochote zaidi ya tumaini na uthubutu. Wengi wenu mnakumbuka nilivyokuwa mtoto wa mkulima maskini, mvulana asiye na kitu. Wengine mlinihurumia, wengine mlinicheka. Lakini Mungu amenibariki kupita kiasi. Sikuja hapa leo kwa ajili ya kujionyesha au kujisifu. Nimerudi kwa sababu sikuwahi kusahau nilikotoka. Kijiji hiki kimenilea. Ardhi hii imenilisha. Watu hawa, hata wale walionicheka, wamenifundisha masomo muhimu. Akanyamaza kidogo, akitazama nyuso zilizokuwa zinamkodolea macho kwa mshangao. Leo natangaza miradi kadhaa kwa ajili ya kijiji chetu. Kwanza, nitajenga shule mpya ya sekondari yenye maabara za kisasa, maktaba na walimu waliostahili. Watoto wetu wanastahili elimu bora. Pili, nitahakikisha kila kaya inapata maji safi na salama. Hakuna mwanamke anayepaswa kutembea kilomita nyingi kutafuta maji. Tatu, nitajenga kituo cha afya ili watu wetu wasihangaike kwenda mbali wanapougua. Na nne, nitafungua kituo cha mafunzo ya ufundi pamoja na kutoa ajira ili vijana wetu wasilazimike kuondoka kijiji kwa sababu ya kukata tamaa kama nilivyofanya zamani. Watu wa kijiji wakalipuka kwa shangwe. Wakashtuka, wakapiga makofi, wakacheza. Wakampongeza Emma. Akina mama wakawainua watoto wao juu ili wamuone yule mwanaume aliyewahi kuwa mmoja wao. Babu Agostino akalia waziwazi, machozi yakidondoka kwenye fimbo yake. Vijana wakamtazama Emma kwa heshima na hamasa mpya, wakisema mioyoni mwao, kama yeye aliweza, labda na sisi tunaweza. Lakini katikati ya sherehe hizo, Linda alibaki amesimama kama sanamu. Machozi yake sasa yalikuwa yanatiririka bila kuzuia. Alikumbuka kila neno alilomwambia. Huna chochote. Utakuwa huyo mwanaume. Rudi kwenye umaskini wako. Alikuwa amekosea vibaya sana, kwa uchungu. Emma alikuwa amekuwa kila kitu alichowahi kutamani, lakini alimkataa wakati hakuwa na chochote. Sasa yeye alikuwa na kila kitu na yeye alikuwa hana chochote. Shangwe zilipoendelea, macho ya Emma yakatafuta umati. Kisha yakasimama. Alimwona Linda amesimama pembezoni, machozi yakimtiririka, nguo zake za zamani na zilizochakaa, uzuri wake ukififia kwa mateso. Kwa muda kidogo, muda ulisimama. Macho yao yakakutana. Uso wa Emma ukabaki mtulivu, haukuwa na hasira wala tabasamu. Alimtazama kwa muda mrefu kwa makini. Hakusema neno. Kisha akageuza uso na kuendelea kuongea na wazee. Magoti ya Linda yakahisi udhaifu. Alitamani kukimbia kwake, anguke miguuni pake, aombe msamaha, lakini aibu ikamshikilia. Jioni ile, Emma akatembelea nyumba mpya aliyomjengea mama yake kijijini. Mama Emma sasa alikuwa mwenye afya na nguvu. Alipomwona akalia kwa furaha. Mwanangu, mwanangu, akalia huku akimkumbatia kwa nguvu, nilijua Mungu ana mpango na wewe. Dada zake Sara na Zaina, sasa warembo na vijana, wakamkimbilia kumkumbatia kaka yao. Dada, tunajivunia sana kwako, Sara akasema, hukuwahi kutusahau hata ulipofanikiwa. Emma akatabasamu kwa upendo. Ningewasahauje? Ninyi ndiyo familia yangu. Walipokuwa wameketi wakila pamoja, mlio wa hodi kwa upole ukasikika mlangoni. Emma akasimama. Acha nifungue, mama. Akaenda kufungua mlango. Aliposukuma, akamkuta mtu amesimama nje, kichwa chake kimeinama, mikono ikitetemeka. Ilikuwa ni Linda. Sauti yake ilikuwa dhaifu kama mwangwi. Emma, najua sina haki kuwa hapa, lakini tafadhali, nahitaji kuzungumza na wewe kwa dakika chache tu. Emma akatoka nje na kufunga mlango nyuma yake. Unataka nini? Linda akauliza kwa utulivu. Linda akaanguka magotini pale kwenye vumbi. Emma, tafadhali nisamehe. Nilikuwa mjinga. Nilikuwa kipofu.
Nilituhukumu kwa umaskini wako, kumbe wewe ulikuwa tajiri katika tabia kuliko wanaume wote niliowahi kukutana nao. Nilikuacha, nilikudhalilisha, nilikuvunja moyo. Na sasa sina chochote. Mwanaume niliyemfuata kwa sababu ya pesa ameniharibu. Amenipiga, ameniacha, ameniaibisha. Baba yangu amepoteza kila kitu. Na kila siku nakumbuka nilichokutendea. Kila siku najichukia kwa jinsi nilivyokutendea. Akatupia macho yake juu kumtazama, uso wake umejaa machozi. Siombi unirudie. Siombi upendo wako. Lakini tafadhali Emma, nisamehe. Siwezi kuendelea kuishi na huu mzigo wa hatia. Emma akamtazama chini. Alikumbuka uchungu wa siku ile getini kwao. Alikumbuka kicheko cha watumishi, maneno yake ya kikatili yaliyomkata zaidi ya kisu. Sehemu ya moyo wake ilitaka kugeuka na kuondoka, lakini akakumbuka maneno ya Babu Agostino. Usiruhusu pesa ibadilishe moyo wako. Akakumbuka hekima ya Bwana Noeli. Mafanikio yanapimwa kwa maisha mangapi unayogusa. Emma akainama, akamshika mkono na kumwinua taratibu. Linda akasema kwa upole, simama. Uhitaji kupiga magoti mbele yangu. Akasimama taratibu, miguu ikitetemeka. Emma akaendelea, ndiyo, uliniumiza. Ndiyo, maneno yako yalivunja moyo wangu. Kwa miezi mingi baada ya kuondoka kijijini, sauti yako ilinifuata kila usiku, wewe sio huyo mwanaume. Utakuwa huyo mwanaume kamwe. Maneno hayo yalinisukuma kufanya kazi kwa bidii kuliko nilivyowahi kufikiria. Kwa namna ya ajabu, kukataliwa kwako ndiko kumenijenga kuwa mtu niliye leo. Emma akanyosha mkono. Nilikusamehe siku nyingi zilizopita, Linda. Sio kwa sababu uliomba msamaha wala kwa sababu unastahili, bali kwa sababu kubeba kinyongo kungeharibu roho yangu. Kutokusamehe ni kama kunywa sumu na kutegemea mtu mwingine afe. Nikakataa kuruhusu chuki ikae moyoni mwangu. Hivyo ndio, nimekusamehe. Macho ya Linda yakapanuka. Umenisamehe? Emma akatikisa kichwa. Ndiyo. Lakini kusamehe hakumaanishi kusahau. Inamaanisha nimeamua kuachilia uchungu na kuendelea mbele na maisha yangu. Linda akafunika uso wake kwa mikono akilia kwa uchungu. Emma, wewe ni mtu bora kuliko mimi nitaweza kuwa. Nilitupe almasi kwa sababu nilikuwa nimeshika dhahabu ya bandia. Emma akatabasamu kwa huzuni. Linda, sijarudi kijijini kurudia yaliyopita. Nimerudi kujenga kesho njema kwa watu wetu. Wewe si bure. Ulifanya makosa, lakini makosa hayatutafsiri. Kinachotutafsiri ni tunachofanya baada ya makosa. Akaingiza mkono mfukoni mwa koti lake, akatoa bahasha. Ndani ya bahasha hii kuna pesa za kutosha kuanzia biashara ndogo. Zitumia kwa busara. Jenga upya maisha yako. Na safari hii wapime watu kwa tabia, si kwa ukubwa wa mifuko yao. Linda akatazama bahasha ile akitetemeka, hawezi hata kuinyosha mikono. Emma, kwa nini? Baada ya yote niliyokutendea, kwa nini unisaidie? Macho ya Emma yakawa ya mbali kidogo. Kwa sababu kuna siku mtu alinisaidia wakati sikuwa na chochote. Kama siwezi kuonyesha wema kwa mtu kutoka kijiji changu mwenyewe, basi mafanikio haya yana maana gani? Akaweka bahasha mikononi mwake iliyokuwa inatetemeka. Tumia pesa hii vyema, Linda. Anza biashara, jitunze, utunze familia yako. Linda akashika bahasha kifuani, machozi yakimtiririka. Emma, sistahili haya. Emma akageuka kuelekea mlangoni. Hakuna yeyote kati yetu anayestahili neema, lakini tunapewa bure. Hiyo ndiyo inafanya iwe neema. Akasimama kwa sekunde chache. Na Linda, nimesikia baba yako ni mgonjwa. Kesho nitamtembelea nione namna ya kumsaidia. Sio kwa sababu anastahili, bali kwa sababu ni jambo sahihi kufanya. Baada ya maneno hayo, akaingia ndani na kufunga mlango. Usiku huo, Linda akaenda nyumbani kwao taratibu. Alipoingia kwenye ua wa baba yake, mama yake alikuwa amekaa nje.
Linda, umetoka wapi? Linda akaketi karibu na mama yake na kumweleza kila kitu kilichotokea. Mama Kimaro akamsikiliza kimya. Binti yangu, akasema kwa sauti ya chini, mimi ndiye niliyekufundisha ufuate pesa. Nilikujaza mawazo ya kijinga. Sasa Emma, yule mvulana niliyekwambia umkwepe, amekuwa ndiyo baraka tuliyoikataa. Asubuhi iliyofuata Emma akatembelea tena ua wa Chifu Kimaro. Chifu mzee alikuwa amelala juu ya mkeka uliotandikwa, hawezi hata kusimama. Aliposikia Emma amekuja, akasisitiza asaidiwe akae kwenye kiti. Emma akaingia na kumsalimia kwa heshima. Shikamoo bwana. Nimekuja kukuangalia hali yako. Chifu Kimaro akamtazama, uso wake umejaa aibu. Emma, nakukumbuka. Wewe ndiye kijana binti yangu aliyemkataa. Nilikuwa mjinga mwenye kiburi. Nilidhani utajiri unanifanya bora kuliko wengine. Sasa sina chochote na wewe una kila kitu. Emma akaketi. Bwana, sijaja hapa kuwakumbusha yaliyopita. Nimekuja kwa sababu nimesikia unaumwa na nataka kusaidia. Macho ya Chifu Kimaro yakajaa machozi. Kwa nini unisaidie? Sistahili msaada wako. Emma akatabasamu kwa upole. Bwana, kama wote tu tungelipwa kwa kile tunachostahili, tungekuwa wapi leo? Akamuita msaidizi wake. Hakikisha Chifu Kimaro anapelekwa hospitali bora. Gharama zote nitazilipa mwenyewe. Chifu Kimaro akalia. Emma, wewe ni mwanaume bora kuliko nilivyowahi kuwa. Tabia njema ni kubwa kuliko utajiri. Katika siku zilizofuata, habari za ukarimu wa Emma zikaenea kijijini na nje. Vijana wakaanza kumtafuta kwa ushauri. Wazazi wakawaleta watoto wao kumwona. Emma alikaa kijijini kwa wiki moja akifuatilia miradi yake. Aliwaajiri wafanyakazi wa kijiji, akawalipa vizuri na kuwaheshimu. Jioni moja, Babu Agostino akamwita Emma nyumbani kwake. Alikuwa dhaifu sana. Mwanangu, Babu Agostino akasema, kaa karibu nami. Sina muda mrefu kubaki. Emma akaketi karibu. Mwanangu, akaendelea, ulipokuja kwangu miaka 7 iliyopita ukiwa umevunjika moyo na kudharauliwa, niliona mpiganaji ndani yako. Wengi wangekuwa na chuki, lakini wewe uligeuza maumivu yako kuwa kusudi. Sasa umerudi na utajiri, lakini kinachonifurahisha zaidi si pesa zako, ni kwamba tabia yako imebaki safi. Unalibariki kijiji kile kile kilichokudharau. Huo ndio ukuu wa kweli. Macho ya Emma yakajaa machozi. Babu, kila nilicho kimetokana na hekima yako. Babu Agostino akatabasamu kwa udhaifu. Niahidi kitu kimoja, haijalishi utapanda juu kiasi gani, usisahau ulipotoka. Niahidi kwamba utaendelea kuwainua wengine unapopanda. Emma akatikisa kichwa. Naahidi, babu. Babu akafumba macho. Sasa naweza kupumzika kwa amani. Siku 3 baadaye, Babu Agostino akafariki dunia. Emma mwenyewe akaongoza na kugharamia mazishi yote kwa heshima kubwa. Aliporudi Dar es Salaam, maisha ya Emma yaliendelea kung'ara. Biashara zake zikaenea nchi nzima. Akajulikana kama mfanyabiashara na mfadhili asiyewahi kusahau mizizi yake. Akafungua ufadhili wa masomo, akajenga shule na kuunda ajira kwa maelfu. Katika mahojiano moja na mwandishi wa habari aliulizwa, siri ya mafanikio yako ni nini? Emma akajibu, nilikataliwa na kuvunjika, lakini niliamua kugeuza maumivu yangu kuwa nguvu ya kunisukuma mbele. Pesa inaweza kujenga falme, lakini ni tabia njema pekee inayoweza kuziendeleza. Miaka ikapita. Emma akawa mwanamke mwenye moyo mwema aliyeitwa Salma, aliyempenda kwa ajili ya moyo wake, si kwa pesa zake. Wakaijenga familia nzuri yenye watoto 3. Akawafundisha unyenyekevu, bidii na ukarimu. Mara kwa mara aliwasimulia watoto wake hadithi yake. Msihukumu watu kwa hali yao ya sasa. Mheshimu kila mtu, kwa sababu hamjui mchepuo wa hadithi ya mtu kesho itakuwaje. Kurudi kijijini Mkuranga, shule aliyoijenga Emma ikaanza kutoa wanafunzi bora.
Kituo cha afya kikaokoa maisha mengi. Kijiji kikawa kinajulikana kwa maendeleo. Linda naye akajenga upya maisha yake. Biashara yake ya ushonaji ikakua taratibu. Akawa mlezi wa wasichana wadogo akiwashauri. Nilishawahi kumkataa mwanaume mwema kwa sababu hakuwa na pesa. Nilijifunza kwa uchungu kuwa pesa bila tabia haina maana. Msifanye kosa nililofanya. Wapendwa watazamaji, simulizi hii inatufundisha masomo makubwa sana kuhusu kuhukumu wengine na ukombozi. Linda alimwapima Emma kwa umaskini wake na akakosa kuona hazina ya tabia yake. Lakini Emma aligeuza maumivu yake kuwa kusudi na mafanikio yake yakageuka kuwa baraka kwa jamii. Hadithi hii inatukumbusha kwamba jinsi tunavyowatendea watu katika nyakati zao za chini ndicho kipimo cha tabia yetu ya kweli, na jinsi tunavyojibu kukataliwa ndicho kinachounda kesho yetu. Mnaonaje watazamaji wapendwa? Kama ungekuwa kwenye nafasi ya Emma, ungelisaidia mtu aliyekukataa na kukudhalilisha? Ningependa kusoma maoni yenu sehemu ya comments. Kuna hadithi nyingine ya kusisimua sana nitakayoiweka kesho kutwa, kwa hiyo hakikisha umejisajili kwenye channel hii na kuwasha alama ya kengele ya taarifa ili ujulishwe mara tu hadithi mpya itakapowekwa. Kama umeifurahia simulizi hii, tafadhali bonyeza kitufe cha like na ushirikishie marafiki zako ili nao wajifunze kutokana nayo. Kumbuka, mafanikio si kuhusu kile ulicho nacho, bali kuhusu wewe ni nani na jinsi unavyowatendea wengine. Asanteni sana kwa kutazama. Nawadhamini kila mmoja wenu. Mpaka wakati mwingine, bakini mkiwa mumebarikiwa, wanyenyekevu, na mkumbuke kwamba hali yako ya sasa siyo hatima yako ya mwisho.